Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Juma, aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida kama vijana wengine. Alikuwa na kazi ndogo iliyompatia riziki ya siku, lakini moyo wake haukuwa na shukurani. Kila siku alilalamika, mshahara ni mdogo, maisha ni magumu, wengine wanafanikiwa haraka kuliko yeye. Hakuwahi kuona alichonacho kuwa baraka, bali alikiona kuwa laana. Manung'uniko yake yalianza polepole, yakakuwa bila yeye kujua. Alipokuwa kazini alilalamika kuhusu mwajiri wake. Akiwa nyumbani alilalamika kuhusu familia. Hata alipokuwa kanisani alilalamika kuhusu huduma na viongozi. Moyoni mwake alijiona hastahili kupitia magumu anayoyapitia. Hali hii inafanana sana na simulizi ya wana wa Israeli wakiwa jangwani. Baada ya Mungu kuwatoa Misri kwa mkono wenye nguvu, waliona bahari ikigawanyika, wakaona adui zao wakizama, wakaona mawingu na moto vikiongoza safari yao. Lakini walipokutana na njaa, kiu na uchovu, waliinua sauti zao kwa manung'uniko. Walilalamika dhidi ya Musa na Haruni, wakisema heri wangebaki Misri kuliko kufa jangwani. Walimsahau Mungu aliwatoa utumwani. Manung'uniko yao hayakuishia kwenye maneno tu, bali yaliingia moyoni na kuharibu imani yao. Badala ya kumtegemea Mungu, walianza kumlaumu. Katika safari ile ile kulikuwepo watu wawili tofauti, Yoshua na Kalebu. Waliona magumu yale yale, walitembea jangwa lile lile, walikula chakula kile kile. Tofauti yao haikuwa mazingira, bali mtazamo. Wakati wengine waliona majitu na vifo, wao waliona ahadi ya Mungu. Walichagua kuamini badala ya kunung'unika. Manung'uniko ya Waisraeli yalileta madhara makubwa. Safari ya siku chache ikawa ya miaka 40. Kizazi kizima kikafa jangwani bila kuingia nchi ya ahadi. Sio kwa sababu ya Mungu hakuwa na uwezo, bali kwa sababu mioyo yao ilijaa lawama na mashaka. Hata katika maisha ya leo, manung'uniko yanafanya kazi ile ile. Kijana anayelalamika kila wakati haoni fursa zinazomzunguka. Mtu anayenung'unika kazini anayejitengenezea chuki na kukosa neema ya kupandishiwa cheo. Familia inayojazwa manung'uniko hukosa amani hata kama mahitaji ya msingi yapo. Juma alianza kuona matokeo ya tabia yake. Alipoteza marafiki kazini, hakukuwa na mtu aliyependa kushirikiana naye, na hata maombi yake yalionekana kukosa nguvu. Siku moja alisikia ujumbe uliogusa moyo wake kuhusu shukurani na imani. Alitambua kuwa tatizo halikuwa mazingira, bali ulikuwa ni moyo wake. Alianza kubadilika taratibu. Badala yake ya kuanza kulalamika, alianza kushukuru. Alianza kuona kazi yake kama daraja na wala sio kifungo. Alianza kumwamini Mungu hata katikati ya changamoto. Mabadiliko ya moyo yalileta mabadiliko ya maisha. Manung'uniko hayabadilishi mazingira, bali uharibu moyo. Biblia inatufundisha kuwa watu wanaopita katika hali ile ile wanaweza kupata matokeo tofauti kulingana na mtazamo wao. Waisraeli wengi walikufa jangwani kwa sababu ya manung'uniko, lakini Yoshua na Caleb waliingia nchi ya ahadi kwa sababu ya imani. Katika maisha halisi, changamoto haziwezi kuepukika, lakini manung'uniko, hilo ni chaguo. Tunapochagua kushukuru, tunaifungua milango ya neema. Tunapochagua kuamini, tunapunguza safari ya mateso. Moyo wa shukurani humvutia Mungu, lakini moyo wa manung'uniko huchelewesha
ahadi.